kina dada, nitakwenda kuwapatia muktasari wa ile statement ambayo imepata kusomwa mahali hapa, kwa sababu hatutawapatia ya Kiswahili kwa sababu ile ambayo tuko nao ni ya Kiingereza, lakini nitasoma kwa Kiswahili, nitajaribu kutafsiri nitapozidi kusonga mbele. Kama bodi ya utendakazi ya KCCAM ambao ni Kenya Coalition Church Alliances and Ministries, ambayo inaleta pamoja makanisa ya wainjilisti, makanisa ya Kipentekoste na charismatic churches, tumekusanyika hapa siku ya leo kuleta habari hizi kuhusu jinsi tumepata kuwaza na kufikiria na kuomba haswa kwa yale maneno ambayo yanaendelea katika taifa letu la Kenya. Ngalipenda kuanza kwa kutoa risala zetu za rambirambi na kutuma kwa jamii na pia kwa marafiki wa Albert Ojwang ambaye kifo chake kimepata kushangaza wengi katika taifa letu la Kenya, akiwa ameshikwa na mapolisi, akiwa pale katika Central Police Station, na tunaomba ya kwamba Mungu apate kuwafariji na kuwapatia neema, na pia wengi ambao walipata kutekwa nyara na kupata kupitia mambo ambayo ni magumu katika mikono ya maaskari, tunaomba kwamba Mungu apate kuwasaidia na pia kusaidia jamii zao. Wakati huu pia tunapata kuomba ya kwamba idara yetu ya polisi ipate kuchukua usukani wa kuweza kupa kipaimara kuweka sheria za Kenya na kuweza kutii amri wao wenyewe ili tuweze tukaelekeza taifa letu katika njia ambayo inafaa. Tumepata kushangazwa sana kwa kila aina ya ukatili ambao umepata kuonekana, haswa kwa Wakenya ambao wamejitokeza kuleta protest zao kwa amani, na wengi wamepoteza maisha yao kwa sababu kuna hiyo documentation ambayo tumepata kuiona. Na kifo chake Ojwang kimepata kusononesha wengi, na wengi wameuliza maswali mengi, na hii pia imezidi kupandisha ile hali ya joto katika siasa. Watu wakiuliza mambo yako namna gani, Kenya tunaelekea upande gani? Na tumeona kwamba wanasiasa wameingia katika hali ya siasa, japokuwa sasa ni 2025 na tuna miaka kama miwili hivi ili ifike 2027 ambao kutakuwa na uchaguzi. Kulingana na hayo, kuna mambo ambayo tungalipenda kuwasihi idara tofauti tofauti na Wakenya tofauti tofauti. Wa kwanza ni idara ya Independent Policing and Oversight Authority ya IPOA. Tunaomba ya kwamba waweze kufanya uchunguzi na waifanye kwa haraka, haswa hii ya Albert Ojwang, ndiposa jambo hili liweze kutatuliwa na watu wajue ni mambo gani ambayo yanaendelea, na wale ambao wamekosa kutii sheria ama kukiuka sheria wapate kunaswa na kushtakiwa chini ya sheria za Kenya. Pili, tungelipenda kumuuliza Inspector General wa polisi ya kwamba apate kuwapa nidhamu maafisa wale haswa ambao wamekiuka sheria na kufanya mambo ambayo yanasononesha na kugandamiza wale ambao ni wapendwa wa taifa hili la Kenya. Tunaomba pia ya kwamba wale ambao watakwenda katika barabara na kufanya protests ya kwamba watafanya hivyo kwa amani, ndiposa tusiwe na shida za wale ambao pia wataingilia, ambao wana tabia mbaya na wale ambao kazi yao ni kuleta vurugu. Na tunaomba kwamba polisi wachukue usukani, tusiwe na shida hata watu wanapozidi kuvent protest zao kwa amani. Tatu, tungalipenda kumsihi mtukufu rais na rais wa Kenya, tunaomba ya kwamba kwa unyenyekevu ile ujukumu ambao uko nalo la kuongoza taifa hili la Kenya, uzidi kutuliza Wakenya, kwa sababu kuna hofu nyingi na Wakenya wengi wamegadhabika, wengine wamekuwa na kushangaa katika haya mambo ambayo yanazidi kuendelea, na yale ambayo
kwa kweli yanaonekana yametendwa na polisi, na tunaomba ya kwamba uongoze taifa hili ili upate kupeana neema na kupatiwa Kenya mwongozo ambao uko sawa, na pia kuwahakikishia kwamba wale ambao wametenda mambo ambayo ni maovu watapata kushtakiwa kadri ya sheria za taifa la Kenya. Ndiposa Wakenya wazidi kuwa na confidence kwa yale ambayo yanaendekana katika serikali yako. Pia tunajua kwamba kile ambacho kimetendeka haswa wakati Ojwang amepata kuuawa, ni kwamba inatupasa ya kwamba haswa zile idara ambazo zinahusika na sheria na kuweka amani inapaswa zirudi katika hali ya kuaminiwa na Wakenya wote. Kwa wale ambao ni viongozi wa kisiasa, tunawaomba ya kwamba mukome kuzungumuza na kuchochea Wakenya kisiasa, haswa katika nyakati hizi, kwa sababu kumebakisha miaka miwili ili tufike katika uchaguzi mkuu, na tukianza kuendeleza vurugu hizi tunafanya wengi wanakuwa wanachochewa na wanaanza kuingia katika hali ya kuleta vurugu bure katika taifa, kwa sababu tunahitaji ya kwamba tujenge taifa letu na tupate kusonga mbele kama Wakenya, ili tuweze tukawasaidia haswa wale ambao ni vizazi ambao vinakuja nyumba yetu. 5, tungalipenda kuwazungumzia vijana na Wakenya wote kwa jumla, tukiomba ya kwamba japokuwa kuna mambo ambayo yamefanyika ambayo yametughadhabisha na ambayo yametusononesha, tusichukue sheria mkononi, lakini tujue ya kwamba kuna siku za usoni, na wakati tunaenda barabarani, wakati tunaleta protest zetu, tufanye hivyo bila kuleta uharibifu wa vyombo na mali ya umma, na pia kuleta watu waumie na wengine wapoteze maisha yao. Kwa hivyo pia nasi tuwe wakamilivu na tutizame mambo haya. 6, tungalipenda kuomba wale ambao ni viongozi wa kidini, hasa wale ambao wako katika Interreligious Council of Kenya, tukiomba ya kwamba sote tupate kuungana mikono pamoja ili tuweze kuweka kipa imara katika ensure ya kwamba kuna amani katika taifa letu la Kenya, na haswa tuzidi kuhubiri umoja na amani na kuwa wamoja, na tusiwe watu ambao wataleta uchochezi haswa katika majira kama haya. 7, tungalipenda kuomba kwa ajili ya makanisa yote, haswa wale ambao wako katika makanisa haya ya Kiinjilisti na Charismatic Churches na Pentecostal, na hata wale ambao wako makanisa mengine, ya kwamba tuchukue fursa hii tuombee taifa letu, kwa sababu tunajua kwamba Mungu ana mpango mwema kwa ajili ya taifa la Kenya. Na katika majira haya tunaomba ya kwamba kila kanisa tarehe 22, hii ni Jumapili ijayo, mwezi huu wa Juni, tupate kukusanyika pamoja ili tuombe pamoja kwa ajili ya taifa letu, ya kwamba kuwe na amani na kwamba Mungu ajionyeshe mwenye nguvu katikati yetu. Tunaombea wa Kenya na tunazidi kuamini ya kwamba Bwana atatupatia neema ya kustahimili mambo magumu ambayo yamepata kuonekana katika taifa letu wakati huu wa sasa. Tunajua kwamba Wakenya wote wanapenda amani, na tunaomba ya kwamba wote ambao ni viongozi na wote ambao Mungu amewaweka katika sehemu fulani